خاتما ما دعوا رسولا عن قلب كل له منه نصر يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا الطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من كان وانه أو نصب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله ندمته على صفا فطاب حيث على صفا. Tosha vijana, imetosha. Sheikh wa wilaya, nafasi yako sasa baba. Karibu. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mola wetu azza wa jalla na kuzitaka rehma na amani zimwendee kiongozi wetu Nabii Muhammadin, mimi niwapongeze wote halaiki albashari ambao tuko hapa kuhudhuria ibada kama hizi. Wallahi nikwambieni, kiyama lazima tuonyeshwe hii picha, na inawezekana wengine ikawa ndio sababu ya kufuzu kwako wewe kuepuka moto ukaenda janna. Sallu ala Nabii Muhammad. Ndugu zangu, mimi nianze kwa kusema maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola muumba wa mbingu na ardhi, kuna maneno ameyasoma kijana wetu wakati anatusomea Qur'ani pale. Naomba mnichukue vizuri. Kijana wetu wakati anasoma Qur'ani pale, kuna aya amesoma. Kama mtakuwa mlizingatia vizuri yale maneno, yanasema Allahu alladhi yunazzilu al-ghaytha, Allahu alladhi yunazzilu al-ghaytha fatuthiru al-ardha ba'da mayitin qad fassalna al-ayata liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiyo kwa makusudi mazima huwa anateremsha mvua kutoka mbinguni. Ile mvua ikaja ikanyeshea ardhi iliyokufa, ardhi ikawa hai. Ardhi inapokuwa hai inatoa matunda na mimea kwa ajili ya kufaidisha binadamu na wanyama. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ndani yake yana majazi makubwa. Mola kusema yeye ndiyo anayeteremsha mawingu yakaja yakashusha chini, yakaja yakahuisha ardhi, ardhi ikatoa matunda na mimea. Kule mbele akasema wa khalaqa min anfusikum azwaja. Hii ndio ilikuwa tafsiri ya aya. Akaumba Mwenyezi Mungu kutokana na nyinyi kwa nyinyi, akaumba mke na mume. Mola ana maana anapozungumzia mbingu ambayo inateremsha maji kuja kufurisha ardhi,
maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na maana ukiumbwa wewe mwanaume ujijue wewe ni sawa na mbingu. Mbingu hiyo inatakiwa lazima chini yake iwepo ardhi. Ardhi Mola akiwa na maana amekusudia ni mwanamke. Mbingu ndio imepangwa ikae juu ili iteremshe maji, yale maji yaende yakaingia kwenye ardhi, ardhi ipate uhai, ardhi ipate kutoa matunda. Kwa kidogo hapo. Kwa hiyo unapokuwa wewe ni mwanaume, ujijue wewe ni sawa na mbingu. Kwa hiyo matendo yako na maisha yako ujijue kwamba wewe ndio unayehuisha ardhi. Ukiwa mume ujue wewe ndio unayetegemewa na mke wako. Mke wako huyo hawezi kupata uhai, hawezi kutoa matunda bila wewe kushusha maji kutoka kwako kuleta kwake. Hivyo basi ujue haitowezekana na wala haiwezekani hata siku moja ardhi ikaja ikabadilika ikawa mbingu, alafu mbingu ikaja ikawa ardhi. Maana yale maji hayawezi yakatoka chini yakapanda juu. Swali la Nabii Muhammad. Hii ni tafsiri ya kimajazi. Ni haram mke yoyote wa ndoa akakosa kujitambua, akajilinganisha au akajiweka juu ya mume wake, ni sawa na mtu anataka kubadili mbingu ishuke chini ardhi ipande juu.